Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, licha kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea ndani kwa ndani sintofahamu ambayo inazidi kuendelea kuweza kuibuka kwenye kikosi cha wananchi Young Africans baada ya yale yote matukio ambayo yameweza kutokea kwenye kikosi chao. Sasa unaambiwa mambo ni mazito kweli kweli, ambapo inaelezwa kwamba kuna watu wameondoka kambini kwenye kikosi cha Young Africans kufuatia sintofahamu kubwa ambayo iliibuka kwenye kikosi hicho. Mambo yanaonekana kuwa mazito kwenye upande wa wananchi Young Africans, na leo hii imeweza kutolewa taarifa kubwa kweli kuhusiana na yale yote makubwa ambayo yameweza kujitokeza kwa kipindi hiki, ambacho inaelezwa kwamba kuna wachezaji ambao wameomba kuondoka kwenye kikosi hicho, licha ya kwamba ligi bado inaendelea, lakini wanaonekana kutokuwa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, jambo ambalo linatia maswali kwamba pengine mchezaji anaweza akaamua tu kuondoka kwenye kikosi huku ligi bado inaendelea pasipokuwa na shaka kwa uongozi wa klabu ya soka Young Africans. Sasa mimi nimekusogezea taarifa hiyo, utakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyokuwa hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans unafahamu ya kwamba hivi karibuni kulikuwepo na sintofahamu kubwa ambayo ilikuweza kuendelea kati ya Djigui Diarra, golikipa wa klabu ya soka Young Africans, zidi ya Bakari Mwamnyeto, kilichoweza kutokea katika mchezo zidi ya Dodoma Jiji kupelekea Young Africans kuangusha alama 3, jambo ambapo ilipoanza kuanzia. Sasa kile kilichoonekana ni Diarra ni kama alizila na kuamua kutoka kwenye mchezo ule, jambo ambalo lilipelekea Young Africans kupoteza katika mabao 3-2. Sasa kile kilichoweza kutokea, wachambuzi wengi na wadau wengi wa soka walikilaani, wakieleza kwamba Diarra ndio anapaswa kuweza kuadhibiwa kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, kwani anajikuta yeye ni special kuliko wachezaji wengine, huku akikingiwa kivuri na uongozi wa klabu ya soka Young Africans kuonekana ya kwamba ni mchezaji ambaye anaipenda na anaipigania nembo ya Young Africans. Sasa hili kutokea, kuna jambo ambalo limeweza kuibuka kati ya Bakari Mwamnyeto captain, baada ya kile kilichoweza kutokea kuonekana kama amefanya makosa makubwa kwenye magoli ambayo yalionekana ameweza kuchangia katika sehemu ya Young Africans kuweza kupoteza kwa kujifunga. Sasa Bakari Mwamnyeto aliweza kuomba uongozi wa klabu ya soka Young Africans aweze kukaa nje ya uwanja kwa muda, huku akilalamika kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yakiendelea hayakumfurahisha kwenye kikosi cha Young Africans pamoja na mashabiki zake, ambapo taarifa inaelezwa kwamba msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe amesema naoza wa timu hiyo Bakari Mwamnyeto amekosa mchezo uliopita kutokana na kutokuwa sawa kisaikolojia baada ya kupokea ujumbe nyingi zenye mashinikizo au matusi kupitia
kupitia simu yake binafsi. Kamwe amesema tangu baada ya mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, Mwamnyeto alianza kupokea ujumbe mzito kutoka kwa baadhi ya mashabiki, hali iliyomwathiri kiakili na kumfanya ashindwe kuwa tayari kwa mchezo huo wa robo fainali. Ameeleza kwamba beki huyo hana tatizo lolote la majeraha, bali mwenyewe aliwasiliana na benchi la ufundi na kuomba kupumzishwa ili kupata muda wa kurejea katika hali nzuri kiakili kabla ya kurejea tena uwanjani kuitumikia timu yake. Kwa mujibu wa Kamwe, baadhi ya mashabiki walienda mbali zaidi kwa kuwatafuta hata ndugu wa Mwamnyeto na kuwatumia jumbe za matusi, jambo alilolisema si la kibinadamu na linaweza kumwasili mchezaji yoyote anayepitia presha kubwa ya mashindano. Tumemkosa si kwa sababu ya majeraha, bali hayupo sawa kichwani, hivyo aliomba benchi la ufundi apumzishwe kwenye mchezo uliopita. Jukumu la kila mwanayanga kusimama na wachezaji hata siku wanapokuwa hawajacheza vizuri, amesema Kamwe. Kamwe amewataka mashabiki kuendelea kuwaunga mkono wachezaji wao katika nyakati zote, akisisitiza kuwa sakata ama soka lina ushindi na changamoto zake, hivyo wachezaji wanahitaji faraja na sapoti kutoka kwa mashabiki baada ya kushambuliwa maneno yanaweza kuwaumiza kisaikolojia. Ikumbukwe kwamba Young Africans ni timu ya wananchi, lakini kuna muda wamekuwa kama wanasahau kwamba mpira una matokeo matatu. Imekuwa kama ni haramu kwa timu za Tanzania hizi kubwa zikifungwa, kwao haipaswi kuwa hivyo. Sasa unashindwa kujiuliza kwamba hii ni ligi yenye ushindani ama ni ligi ambayo inastahili kuna watu kadhaa ama baadhi ndio wanapaswa kuweza kushinda na wengine wanastahili kupoteza. Yani kama vile mashabiki wanaamini kwamba timu zao zinapokwenda kucheza tayari wanakuwa na matokeo yao, ambapo yakitokea tofauti ndipo ambapo jumba bovu linakwenda kuangukia baadhi ya watu. Na kumbana na mashabiki wanalalamika tu kwamba kocha aondolewe, lakini unakuja kujiuliza sababu za kocha kuondolewa ni zipi? Unaambiwa hawachezi vizuri. Je, unachohitaji ni matokeo ama kucheza vizuri? Mwisho wa siku unajikuta unafukuza makocha bila sababu za msingi kwa kuwasikiliza mashabiki ambao wakati mwingine wanazungumza kimiemko, si kwa namna ambavyo football inavyotakiwa kwenda. Mpaka sasa wachezaji wawili ambao wapo nje ya kikosi cha Young Africans kutokana na kutokufanya vizuri kwenye michezo, pengine kupelekea labda baadhi ya pointi kuweza kuangusha, ni mfano mzuri kwa hapa nazungumzia si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda. Mpaka sasa aonekane kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, licha ya kuonekana bado yuko vizuri, hana majeraha, lakini anaonekana kutokuwa sehemu toka katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipigwa mbele Jenerali Samuyo baada ya kuonekana kuchoma katika mchezo ule, jambo ambalo alikuwa furahisha mashabiki. Lakini ilienda mbali, na hapa nazungumzia Israel Mwenda aliweza kuomba radhi kwa mashabiki, lakini baadaye akaonekana kutokujumuishwa kwenye kikosi cha wachezaji ambao wanaendelea na michezo, jambo ambalo najiuliza kwamba pengine Young Africans mchezaji hapaswi kukosea, akikosea anapaswa kuadhibiwa kutokuwa sehemu ya mchezo. Ni jambo ambalo mashabiki wanapaswa kujitafakari, pamoja na uongozi kutowapa asilimia zote mashabiki, kwamba wakiamua lao basi linakuwa hilo hilo. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, wewe umeipokeaje taarifa hii? Usisahau kusubscribe na kubonyeza